lazima utoke hapa na hasira kwenda kufanya kazi. Msimwaibishe Mheshimiwa Rais, msiaibishe serikali. Mheshimiwa Rais anaahidi wa Tanzania tajiri, anatoa nafasi, mnapata kazi, mnaisha kufukuzwa kwa pombe. Miezi 4 umeitwa na afisa utumishi, mtoro kazini, mzembe, pombe, wengine huko rushwa. Umempeleka mtu kwenye kituo cha afya akasaidie, anakuja mwanamke pale kujifungua, unaanza kuzunguka, unatafuta shilingi 10,000, utapata laana. Afisa kilimo umeenda kwenye shamba la mtu, umeenda pale ukuta mahindi ananyauka, unataka akuhonge ili umshauri kwamba dawa ya kununua ni hii. Laana ya nini hiyo? Wewe kila tarehe 22 una mshahara wako. Kwa nini mtu akuhonge shilingi 10,000? Unaenda kukopa mtaani, ukope 100,000, udishe 180,000. Benki zipo. Weka mawazo yako vizuri. Nataka kufanya kitu hiki cha maendeleo. Naenda kwenye benki. Sheria yetu kwenye utumishi wa umma huruhusiwi kukopa zaidi ya 1/3. Itakuguide. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima kama mtumishi ubaki na hela kufanyia maendeleo yako. Tuna wajinga wenzenu waliotangulia, anakopa 1/3 ananyoya pombe, hakopesheki benki, aenda kukopa mtaani. Anaanza kudaiwa, kituo cha kazi anakimbia kwa sababu asubuhi watu wanakuja kudai madeni yao. Hayupo. Unaambiwa ni mtoro, anasema nimepata hela zangu zimeenda, zimechukua chuma ulete. Mwingine narogwa. Wasimroge dedi, wasimroge DC, wasiroge dasi, wakuroge wewe. Hao wachawi waambieni mkuu wa mkoa amesema mkamrogeni yeye kwa niaba yangu. Kwa hayo mambo myazingatie. Unaenda huko kufanya kazi, umeanza safari yako ya maisha. Hautaishia hivyo ulivyo. Mungu atakuwekea mkono. Utakuwa kama hao unaona hapa mbele. Na wengine zaidi, kila mmoja ana mwanzo wake. Kila mmoja ana mwanzo wake. Kila mtu ana mwanzo wake. Kila mtu. Hakuna mtu ambaye alizaliwa tu akaja hapo alipo. Kila mtu ana mwanzo. Mkienda YouTube mtaona historia Mheshimiwa Rais Dr. Samia anaelezea historia yake ya maisha. Mtaiona pale. Alianzia kazi wapi mpaka akafika hapo. Mtamuona Waziri Mkuu anaelezea historia yake ya maisha. Alianzia kazi wapi mpaka akafika hapo. Kwa kila mmoja na mwanzo wake. Uheshimu mwanzo wako. Upende, ni sehemu yako ya historia unaiandika. Hujui Mungu amekuandikia nini kesho kutu. Kila mmoja wetu hapa, kila mtu ana mwanzo wake. Ana mwanzo alikoanzia kazi, ana mwanzo wa kazi aliyoanza. Kuna watu ambao nawafahamu ni maprofesa. Alianza kwa kuwa mwalimu wa grade A. Akaenda akasoma kama mwalimu wa diploma. Akaenda akasoma kama mwalimu wa degree. Baadaye akabaki kuwa mwalimu wa chuo kikuu, assistant lecturer. Akawa tutorial assistant, baadaye akafanya masters, akafanya PhD, akawa profesa, akachukua serikalini, akaja akawa katibu mkuu. Kila mmoja ana safari yake. Heshimu mwanzo wako. Punguza visingizio, kupigia simu ndugu, naomba mnisaidie kuniami. Hao ndugu hawatakuwepo milele, kesho watakuwa hawapo. Utampigia simu nani? Kama una ndugu ana nafasi, tafuta cha kusaidia kwa hiyo nafasi, akuozeshe, upate harusi nzuri. Mwambie nataka kwenda kusoma, lakini mshahara wangu mdogo. Kwenye halmashauri wameniambia kwamba siko kwenye kutengewa budget mwaka huu. Mjomba, naomba nisaidie mimi angalau nilipie ada nisome open au nisome chuo. Lakini kama unadhani ile rungu la cheo cha ndugu yako linakusaidia wewe kuhama, umepotea. Vyeo havidumu. Kwa hiyo tumia nafasi vizuri. Niwaambie wenzenu mwaka jana, stawi ulipopandwa, umepandwa Rudewa kastawi. Umepandwa Makete kastawi. Umepandwa Wanging'ombe kastawi. Stawi ulipopandwa. Wewe mtumishi wa umma, huko unakopahitaji utaenda tu. Kafanye kazi yako ya uuguzi. Kafanye kazi yako ya utabibu. Kafanye kazi yako ya udaktari. Kafanye kazi yako ya afisa mifugo, afisa kilimo, afisa ugani, mwalimu, fundisha vizuri. Career growth ipo. Career growth sio static, ni dynamic. It is moving.
Stawi pale ulipopandwa. Kaangalie fursa. Unalipa mshahara shilingi 500,000, ni milioni 6 kwa mwaka. Kwani kile kijijini kwako, wale ndugu zako wanaoishi kwa kukaanga vitumbua, kuuza mafungu ya mchicha, wana mtaji wa shilingi 500,000? Lakini maisha yameenda, amekusomesha. Uliitwa mtoto wa marehemu, lakini kuna mtu alibeba jukumu, hakuwa na cheo cha serikali.